Napenda nikiri kuwa leo nina furaha kubwa, na hasa kwa sababu ninapenda kukusanyiwa kodi. Inawezekana kwa walipa kodi, hasa wanaopenda kukwepa leo isiwe furaha sana kwao, lakini inabaki kusema kwamba kwa sababu lengo kubwa letu ni kupata mapato kwa ajili ya taifa ambayo yataweza kushughulikia katika shughuli mbalimbali za maendeleo, basi tuna wajibu wote kufurahi. Furaha yangu inatokana na ukweli kwamba muda mfupi tu uliopita nimetembelea kituo cha kutunza taarifa, yani data center, kilichoko hapa Kijitonyama, na nimejionea mwenyewe pamoja na wenzangu tuliopata bahati ya kutembelea humo ndani miundombinu ya kituo hiki na kupata maelezo ya kina jinsi kinavyofanya kazi. Kwa hakika nimeridhika na nilichokiona na kujisikia kutoka kwa wataalamu kwamba haya sasa yatawezekana. Haya ni mafanikio makubwa ya nchi yetu. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kuwapongeza sana wote walioshiriki katika kubuni na kufanikisha ujenzi wa kituo hiki ambacho ni muhimu sana kwa ustawi na maendeleo ya nchi yetu. Kama mnavyofahamu, serikali yetu iliamua kujenga kituo hiki kwa makusudi makubwa mawili. Kusudi la kwanza ni kuhakikisha na kulinda usalama wa taifa na taasisi za serikali na makampuni binafsi yanayoendesha shughuli zake hapa nchini. Taasisi za serikali na makampuni binafsi yatakayotunza taarifa zao katika kituo hiki yatakuwa na uhakika wa usalama wa taarifa zao. Hata kama ajali au uharibifu wowote ukitokea, bado taarifa zao zitakuwa salama. Kusudi la pili lililofanya serikali ijenge kituo hiki ni dhamira yake ya kutaka kuimarisha na kukuza sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Kama mnavyofahamu, sekta hii inakuwa kwa kasi na ni kichocheo kikubwa cha maendeleo ya kiuchumi, sio tu hapa nchini bali duniani kote. Nchi zote ambazo zimepiga hatua kubwa na kupata mafanikio makubwa katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano zilijenga vituo vya kutunza taarifa, yani data center. Hivyo basi uwepo wa kituo cha kutunza taarifa hapa nchini sio tu unatufanya twende sambamba na nchi zilizoendelea kwenye sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano, bali pia inatusaidia kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa nchi yetu. Hii ni kwa sababu katika dunia ya sasa sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano ni muhimili mkubwa wa maendeleo kwenye sekta zote, ikiwepo viwanda, utalii, ujenzi, elimu, afya, kilimo, uvuvi na kadhalika. Waheshimiwa ndugu zangu viongozi, katika maelezo niliyopata leo nimeambiwa kuwa kituo cha kutunza kumbukumbu kilianza kazi tangu mwezi Oktoba 2016. Hata hivyo, mwitikio wa taasisi za serikali na makampuni binafsi kujiunga sio mkubwa. Kama tulivyoelezwa hapa, ni makampuni matatu ndiyo yamejiunga. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kuhimiza taasisi za serikali na makampuni binafsi kujiunga na kituo kilichojengwa na serikali. Kama nilivyosema, kituo hiki ni muhimu. Katika maelezo yaliyotolewa na waliotangulia, wameeleza kwa dhati kwamba kwa kutumia kituo hiki makusanyo ya kodi yatakayokuwa yanatolewa hayatakuwa na ulalamishi.
kwa sababu tumekuwa tukitumia njia za mtu na mtu. Yule mtu ina depend na uaminifu wake, wanawaita tax assessors. Wapo wengine ambao wamekuwa si waaminifu kwa upande wa hawa tax assessors. Wanapokwenda kwa wahusika wateja, wanawaambia bei ya juu, wakati kumbe inayotakiwa si hiyo. Lakini pamekuwepo pia kwa baadhi ya wadau wetu ambao wanatakiwa kulipa kodi kuanda declare kwa kusema nilichopata ni hiki, wakati kumbe alichokipata ni kikubwa. Lakini kwa utaratibu wa kawaida, fedha ya serikali inatakiwa ikusanywe, badala ya kuiacha ikakaa mikononi mwa mtu halafu baadaye yeye awe na moyo wa kimalaika wa kuja kukusanya au kwenda kulipa. Ni wachache binadamu wenye mioyo ya namna hiyo. Kwa hiyo pamekuwepo na malalamiko katika pande zote mbili. Ili kuondoa malalamiko haya katika pande zote mbili, za wale wanaoonewa kubambikiziwa kodi ambazo hazipo na wale ambao hawataki kulipa kodi, mwarobaini ni data center, kwa sababu yenyewe itajua kitu kama kawaida. Na ndugu zangu, kwanza nimefurahi sana kuona wafanyabiashara wengi wa makampuni ya simu, mabenki, mko hapa. Ukweli nimefurahi sana. Ninyi ni wafanyabiashara wazuri, kwa sababu ninaona sasa tunaelekea kwenye mwelekeo huo ambao ni mzuri kwetu sisi wote katika win-win situation. Nataka nitoe mfano wa kampuni moja ya TTCL ambayo ilikuwa kampuni ya serikali mpaka kwenye mwaka 1992 tulipoamua kuibinafsisha. Kwenye mwaka 1992 TTCL, pamoja na kwamba ilikuwa haipati faida sana, lakini ilikuwa inaweza kutoa dividend kwenye serikali. Kwa taarifa nilizonazo, wenzangu mtanisahihisha, kwenye mwaka 92 kabla ya kubinafsishwa TTCL ilitoa dividend ndani ya serikali bilioni 1 T-shilling kwa mwaka. Bilioni 1 T-shilling kwa mwaka ule wa 92 kwa exchange rate ya dola, ungeweza ukajua zilikuwa ni dola kiasi gani, kwa sababu nafikiri exchange rate ilikuwa kwenye 250 au 280. Tukaamua kubinafsisha kwa uamuzi mzuri tu wa serikali. Tukabaki na share ya 40%. Tangu tubinafsishe kampuni ya TTCL mpaka mwaka jana hatukupata dividend hata senti 5. Sasa ni logic tu ya kawaida. Sinafuu tungebaki na TTCL wakati ule ambayo ilikuwa inatoa dividend ya bilioni 1 kila mwaka, badala ya kuibinafsisha na sisi tukabaki na 40%, hatukupata dividend hata senti 5 kwa miaka yote 20 iliyopita. Na wakati huo tulikuwa imenunuliwa TTCL kwa thamani ya bilioni 120 na zilizolipwa ni bilioni 60, zingine hazijalipwa mpaka leo. Na baadaye, baada ya kuona hatupati chochote mwaka jana, tukaamua kuchukua uamuzi kwamba hizi 40% zilizokuwa zimechukuliwa na mwekezaji tuzinunue tena, turudishe ili TTCL iwe 100% ya serikali. Tulilipa bilioni ngapi?
tukalipa bilioni 14.6, ndio tukaikomboa TTCL ikarudi mikononi mwa Watanzania 100%. Tangu tumeichukua, TTCL imeanza kutengeneza faida, na kwenye mitambo hii imeshasajiliwa vizuri. Sitaki niwe quoted vibaya kwamba ninachukia ubinafsishaji, lakini ubinafsishaji wa ovyo ninauchukia, kwa sababu hata katika viwanda vyote tulivyovibinafsisha, viko vingine vimefanya kazi vizuri, lakini viwanda 197 havipo, havifanyi kazi. Vingine yamebaki magodown tu na mashine zimeng'olewa. Najaribu kutoa mfano huu ili watu tuelewe kwamba serikali inayoiongoza inataka nini. Inataka kufanya biashara na wawekezaji ambao ni waaminifu. Labda nitoe mfano mwingine, Ethiopia. Unaweza mkaenda mkagugo, mtapata information hizi ninazozizungumza. Ethiopia wana kampuni moja tu inaitwa Ethiopia Telecommunication. Hawana kampuni nyingine ya telecommunication. Kampuni hii kwa data za mwaka jana wametengeneza faida zaidi ya bilioni 1.5 USA dola baada ya kutoa matumizi. Walitengeneza faida walitengeneza total fedha zote walizozipata zilikuwa bilioni 3 bilioni USA dola. Walipotoa zile matumizi yao wakabakiwa na 1.5 approximately bilioni USA dola kama faida. Ethiopia ina watumiaji wako kwenye around milioni 30 hadi 35. Sisi watumiaji wa simu katika makampuni yote tulionayo ni zaidi ya watumiaji nafikiri milioni 40 hadi 45. Mjiulize, hata ungemuuliza TTCL au ungeuliza TRA, waulize wamekusanya kiasi gani, utalia. Fedha walizozikusanya Ethiopia, hizo bilioni 1.5 USA dola, ndio wamezitumia kuinvest katika kujenga reli kwao. Sisi tukitaka kujenga reli, tukiomba kwenye makampuni ya simu yanayofanya biashara hapa, huwezi ukajenga reli, inabidi ukope. Sasa ndio maana nazungumza, ndugu zangu, biashara yoyote mahali popote duniani kote ni lazima iwanufaishe na wale wahusika wa nchi hiyo. Tulipitisha sheria kwa makampuni ya simu yote yawe registered kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Yamesuasua we, yamezunguka we, yamefanya we. Mwingine akatangaza kujiregister, lakini ukilisoma tangazo lake kule chini anasema angalau ni riski ya huyo mtu anayetaka kuingia mle kwa kuchukua share. It was a purpose. Lakini angalau huyo amejitahidi. Nafikiri ni Vodacom alitangaza. Wengine bado. TCRA wanapotoa faini ndogo tu, sijui milioni 300, sijui milioni ngapi, kwa mtu anayepata mabilioni, ataacha kujiregister kwenye Dar es Salaam Stock Exchange kusudi unampiga faini, kwa sababu faida nyingi anabaki nayo. TCRA, msipige faini, futeni haya makampuni. Lazima tufike mahali tutoe decision hata kama zinauma. Ukisha register kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, tutaona transaction zako.
itawarahisishia TRA na mamlaka ya mapato Zanzibar kukusanya fedha. Hakuna mtu duniani anayependa kulipa kodi. Hata enzi za Yesu paka walienda kumuuliza mitume wake, akawaambia mwishowe, ya Kaisari mpeni Kaisari, ya Mungu mpeni Mungu. Ni kwa sababu palikuwa na resistance ya watu kutokulipa kodi. Na walipa kodi katika maandiko yote hawakupendwa. Usitegemee wewe commissioner wa TRA au commissioner wa ZRA ya Zanzibar utapendwa hata siku moja. Never. Wewe kusanya tu. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, na hili nawaomba kwa dhati kabisa kutoka moyoni, tunahitaji kodi. Marekani wanalipa kodi, Uingereza wanalipa kodi, India wanalipa kodi, Uchina wanalipa kodi. Sisi msitukwepe. Ni lazima kila mmoja alipe kodi, au anataka au hataki. Kwa hiyo ni yaombe tu makampuni ya simu na makampuni mbalimbali ambao bahati nzuri ndugu zangu leo mmehudhuria hapa na mimi nimejisikia raha. Basi angalau muingie kwenye hii data center ili kusudi tusiwaonee na ninyi msituonee. Pawe na fair play. Kwani mnaogopa nini? Kama unalipaga kodi, unaogopa nini kupelekwa humu kwenye mashine ambalo wala haliwi control na human error? Sinenda tu. Ingia mle basi. Wewe unaenda ukapumzike. Mnaogopa nini? Hata hiki kidogo mnaogopa nini? Na mitambo ipo. Na bahati nzuri mitambo hii inajua kukalculate, imetengenezwa huko mnakotoka. Mna wasiwasi gani? Lakini kwenye hili waziri wa fedha huko hapa, nataka wizara zote kuanzia wizara ya TAMISEMI, wizara ya maliasili, wale kwa sababu wako chini yangu wala siwaombi, na ninaomba Mheshimiwa Makamu wa Rais hilo kalisimamie. Lazima wawe registered humu ili tuondokane na hizi human error. Sisi tunaomba tu, yani unaingia tu humo basi unatulia, unaenda kulala. Kwanza hii inasaidia hata biashara yako, kama umezulumiwa unaweza ukaja ukakanta cheki, kwa sababu hata ninyi kwenye makampuni yenu hamna malaika. Lakini this is very open and very transparent. Ninawaomba sana. Kwa hiyo makampuni ya Vodacom, Airtel, Tigo, Zantel na wengine wote ambao bado, mfanye hivyo kwa hiari. Na hiyo ndiyo nzuri. Unajua mlipa kodi na mlipwa kodi wanatakiwa waishi ni harmony, kwa raha, kwa upendo. Ninajua mnaweza mkatafuta sababu zingine. Kama mnataka mpaka tubadilishe sheria, bunge bado linaendelea kule, tutapeleka under certificate of agency au tunapeleka kwenye amendment. Lakini basi tunataka hili twende vizuri, kwa sababu sheria ziko wazi. Mimi ninataka kodi yangu, nimekwambia nenda ukalipie kwenye dirisha hilo, wewe unalikataa kwamba bwana si kuna kodi zangu. Sawa, wote tunakubaliana kwamba mnatakiwa kulipa kodi. Nimekwambia sasa mimi kalipe kwenye dirisha lile, unasema hili dirisha siendi.
Sasa lakini ndio dirisha langu la kupokea kodi yangu. TRA wamechagua kwamba dirisha lao ni hili, tena nyumba nzuri tu, ina vioo, mlango mzuri, kwamba hili ndio dirisha letu. Ninyi mnakataa, hatutaki kuingia kwenye dirisha hili. Kuna nini humo? Hakuna simba, hakuna nini. Vijana wenyewe wanaopareti pale, vijana wadogo wadogo tu, kwamba jamani, sisi dirisha letu la kulipia ni hili. Na hii ni sababu za msingi tu. Mtu anaponunua vocha mahali popote, tayari ameshalipia VAT. Anapofanya transaction yoyote hata ya kutuma hela, yule mteja wa kawaida maskini yule ameshalipia VAT. Sasa anakupa wewe, unakaa na hiyo VAT ya serikali mpaka utakapoamua wewe kulipa. Sasa siku za nyuma tulikuwa hatujapata hilo dirisha la kulipia. Dirisha liko hapa. Ni waombe ndugu zangu wafanya biashara, tukoparete na serikali. Saa nyingine mtakuwa mnaipaka serikali matope bure kwamba haipendi wawekezaji. Serikali yote, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano, tunapenda sana wawekezaji. Na ndiyo maana Ethiopia ina kampuni moja tu ya simu. Tanzania tuna makampuni sijui 6 au 7. Lakini ni kwa sababu Tanzania is a heaven. Inawezekana yangefika hata 20. Sasa tuwaombe, mahali petu pa kulipia ni hapa, pako salama. Nina uhakika leo kwa sababu umekuja hapa, labda tukishamaliza mkutano hii wengine mtakaa hapa mnaanza kuzungumza namna ya kuingia ili kusudi mambo yaende vizuri. Mnasemaje wawekezaji ndugu zangu wazuri? I'm sure you are getting my point. Somebody will translate it. I'm just using a simple language, beautiful one, to make sure that we move together. We depend each other. Hicho ndicho ninaomba. Lakini kwa watu wa serikali, makamu wa rais nimeshakueleza, mawaziri wa fedha mtasimamia, mkafanye wajibu wenu. Nchi hii tunapoteza fedha nyingi sana. Sana sana. Nilikuwa najiuliza tu siku moja kwenye issue kwa mfano ya madini hapa, ingawaje si mahali pake. Tungeamua tu siku moja tukawa na center moja ya kusajili tu dhahabu, tanzanite na nini zote zinazosafirishwa, wala hatuwabuguzi wale watu. Ukichimba kwenye shimo lako huko, pata dhahabu yako, nenda kama ni BOT, pima, sajili, igongwe muhuri. Halafu ile station ya kusajili utoe tu hata 10,000. Halafu namwambia peleka dhahabu yako nakotaka. 10,000 za dhahabu zinazoenda kule, tungekuwa tumekusanya kiasi gani? Kuandika tu karatasi kwamba bana, hii tunashukuru, hii dhahabu ni ya Tanzania, au hii Tanzania ni gramu kiasi fulani imetoka Tanzania, unagonga muhuri, unamwambia nenda unakoenda. Sasa bwana, hizi nimetumia karatasi na karamu zangu, lipa 10,000 tu hapa. Tungekusanya kiasi gani? Lakini watu wetu wala hayo hawayafikirii. Najua sasa hivi tunakimbizana na wamachinga. Inawezekana wako mamilioni, labda milioni 2 au milioni 3. Tungeamua tukachapisha hata vitambulisho tu vya kuvaa, kwamba kila kitambulisho kimoja cha machinga yule anakilipia 10,000. Lakini thamani ya kukitengeneza wewe kitambulisho umekitengeneza kwa 4,000. Kuandika, kuprinti, kwamba wewe sasa umekuwa registered vizuri, kwamba unapokuwa na kitambulisho hiki huwezi ukasumbuliwa na machinga wa Dar es Salaam au wa Mwanza, vinaandikwa utakuwa wapi.
zile fedha ambazo tungezikusanya mle kutoka kwa wamachinga wale watakaopewa vitambulisho tu zingekuwa kiasi gani? Lakini hata watu wetu utakuta wanafikiria kupandisha bia, kupandisha jina langu pombe, kupandisha nini, badala ya kufikiria just a wide range ya kucollect revenue ambazo zimekaa pale na wala hawazitafuti njia. Lakini tuna wachumi kibao wamekaa, they never think beyond the border. Lakini mimi sio mchumi, ninajaribu tu kuzungumza uleimani wangu. Vile vitambulisho kama utatoa milioni 1 kwa shilingi 10,000, umeshatengeneza bilioni ngapi? Sasa ukusanye wa Mwanza, Dar es Salaam, wa wapi, wala huwapi chochote. Ukishapata hizo fedha, mwaka unaokuja utakazozikusanya ndio unakwenda kuwajengea such a complex area kwa ajili ya wao kufanizia biashara. Halafu unaongeza badala ya 10,000 unasema sasa jamani ni 15,000. Kwanza umeshawa register, umeshawajua. Kwenye kodi hizi za nyumba watu hawalipi kwa sababu unakuta watu anaambiwa kulipa kodi shilingi milioni 2, milioni 3. Utalipa milioni hizo utazitoa wapi? Unakwepa. Lakini wangezungumza flat rate. Tuna nyumba kiasi kadhaa. Kila nyumba moja yenye ya kawaida shilingi 10,000. Nyumba yenye gorofa 50,000. Nyumba yenye gorofa 5 shilingi 100,000. Kila mmoja angevolunteer mwenyewe kwenda kulipa. Wangeenda wenyewe kwenye ofisi za TRA ambazo ziko mahali pote Tanzania nzima katika wilaya zote. Wakisha volunteer hiyo mwaka wa kwanza utajua walipa kodi wako ni wakina nani. Mwaka unaokuja unasema jamani unajua nilifanya hesabu kidogo sasa itakuwa 15,000. Umeshawajua. Lakini watu wetu they think a complex issues namna ya kucollect revenue. At the end hawapati hata hiyo revenue. Tunabaki kufukuzana. Kulipa kodi kunakuwa ni tatizo badala ya kuwa ni kitu ambacho ni muhimu kwa watu wote. Na ndio maana mimi leo TRA ya Zanzibar na ya Tanzania bara na washukuru kwamba mmewaalika walipa kodi. Na nina uhakika mtazungumza nao kwa lugha nzuri ili waanze kuingia humu ambapo mmebuni dirisha maalum linaloitwa data center kwa ajili ya kucollect revenue. Niwapongeze sana vijana walioshiriki. Nimewaona vijana ni wadogo wadogo tu lakini wako committed for the country. Lakini uliposema wamefanya bure napo nikajiuliza kwamba kwani hawapati mshahara? Kama wanapata mshahara kwa nini mnazungumza wanafanya bure? Mimi hapa mbona nimekuja sijalipwa hela? Wewe nani hujalipwa hela? Kwa hiyo tumefanya bure? Si tunalipwa mshahara? Wao wanalipwa mshahara kwa hiyo hawajafanya bure. Hapo tunapoteza notion ya uzalendo na Utanzania. Kwamba kila kitu ukifanya lazima thampi. Polisi akienda kupambana na majambazi lazima thampi. Analipwa mshahara kwa hiyo hajafanya bure, ni wajibu wake, ndio kazi aliyoiomba. Kwa hiyo hawa wamelipwa mshahara, unless kama hawalipwi mshahara. Lakini kama wanalipwa mshahara hawajafanya bure. Unless kama huo mshahara hautoshi, mseme tuwaongezee. Lakini kusema wamefanya bure hiyo ni uongo. Yeye alisoma kompyuta, mimi nikaenda nikasoma siasa, ndio hivyo, huo ndio mshahara wa kompyuta. Yeye alisoma integrations na differential equations, akasoma mambo ya macurrent, ndio maana yake hiyo. Amesoma mambo ya infrared deflections, ndio kazi yake hiyo. Integrated circuit aziweke pale, ndio kazi yake hiyo. Ndio maana mimi nawapongeza, wamefanya kazi nzuri na mshahara wao wanaolipwa ni mzuri. Waendelee kuchapa kazi. Kadiri mapato yatakavyokuwa yanapatikana kwa hiki walichokifanya, serikali itawafikiria
kuhusu mshahara yao, kwa sababu wamefanya kitu kikubwa. Lakini niwaombe watendaji wa serikalini, tumekuwa na tabia ya kuwa na data center kila mahali. BOT wana data center, NEC wana data center, NIDA wana data center, na hii tuna national data center. TCRA nina uhakika mna data center. Mnataka mpaka data center zifike ngapi ndani ya serikali ndio mulizike? Muharmonize hizi data center zenu. Na kwa vile sasa tuna national data center ambayo ni kubwa, nisije nikaona wizara nyingine inajenga data center nyingine. Ni duplication. Ninajua ninyi hii ni primary, mtakuwa na secondary. Mnaweza mkawa na secondary kwa kuijoin na ya BOT au ya NEC au ya NIDA au ya TCRA, ili kusudi ziwe zinapokezana, kwa sababu hizi ni very expensive. Ninafahamu hapa hizi mashine tu zimechukua zaidi ya bilioni 70. Inawezekana ni zaidi ya hizo bado kuinstall. Kwa hiyo ni waombe, hakuna sababu ya kila idara, kila wizara inajenga data center. Hizo hela zitumike kwenye shughuli nyingine. Kwa njia hii nina uhakika tutakuwa na chombo kizuri kikubwa ambacho kinasaidia. Na data center kama hii mmeona, kwa sisi na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imekuwa ni ukombozi mwingine wa kupunguza kero za muungano. Kwa sababu ukijaza vocha yako huko Zanzibar, hiyo heri itaenda Zanzibar. Ukinunulia vocha yako ukiwa Kigoma au Moshi kule kwa kina Dr. Kimei wa kina Bwasheshi ni ngapi sawa shonko rent yani, hiyo pesa itakuja TRA ya Tanzania. Hakuna mabishano kwamba hii hela ingia wapi. Chombo hiki kinagawa chenyewe automatically. Ndio faida yake. Na sisi tumeona twende kisayansi zaidi katika ulimwengu wa sasa. Sasa ni waombe sana Watanzania wenzangu, wawekezaji, wafanyabiashara, tutumie chombo hiki kwa manufaa ya taifa letu na kwa maendeleo ya taifa letu. Nimefurahi kuna baadhi ya mabenki yamesha tayari kujoin, nafikiri ni NMB, CRDB, si ndio? Au bado? Mbona hapo mlikuwa mnanionyesha au mlikuwa mnawapendelea tu? Mmeonyesha mabenki hayo. Ilikuwa sample. I hope wataende, kwa sababu katika hii njia pia itawasaidia katika kulinda rasilimali zao na fedha zao kusudi zisipotee, lakini kutrack very easy kwamba fedha zao ziko salama. Ndugu zangu, sitaki kuzungumza mengi sana, lakini napenda nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na uongozi wote wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mawaziri, makatibu wakuu. Napenda nikushukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais, nikushukuru Waziri wa Fedha na Waziri wa Science na Teknolojia katika section hii, Profesa Mbarawa, na wataalamu wote TRA pamoja na Zanzibar Revenue Authority kwa kazi nzuri mlizozifanya. Niwashukuru wataalamu wote mliokaa pamoja kwa kubuni hizi data center ambazo ni kwa manufaa ya kuboresha. Narudia wito wangu kwa kuwaomba sana
kwa kuwaomba sana sana sana, ndugu zangu wenye makampuni ya simu, muwe wa kwanza katika kuingia hili ili kusudi tumalize tatizo hili. Mimi nawapenda sana wawekezaji wa makampuni ya simu, na mimi nina simu hapa, nina Vodacom, nina Airtel, nina Tigo, nina nini, nina TTCL, na simu ni nzuri, zinaficha mambo mengi. Mtu akikutafuta kwa Tigo unaizima, unaenda kwa Airtel. Ukiona anakusumbua Airtel unazima, unawasha Vodacom. Ni uzuri wa kuwa na mitandao mingi, unatandalika kila mahali. Lakini basi hawa wenye mitandao watusaidie katika kucollect revenue katika nchi yetu.